Karibu tena katika makala ya Kilimo Leo, jukwaa linalowawezesha wakulima kujifunza mbinu bunifu na za kisasa zinazoongeza uzalishaji, kupunguza gharama za uzalishaji na kuinua kipato. Kila wiki tunakuletea simulizi za wakulima wanaobadili maisha kupitia kilimo na ufugaji wenye tija. Mimi ni Kamau Waithaka, na katika makala ya wiki hii tumeitembelea kaunti ya Baringo kukutana na kijana anayezidi kuhamasisha vijana kukiona kilimo na ufugaji kama biashara yenye faida. Leo tunazungumzia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa mfumo wa zero grazing. Ni Vincent Toroitich, hiyo ni jina ya tani. Yep. Lakini ukitaka kuingia pali utauliza Vini wa Tarakwane, ndio mimi. Karibu sana Vini wa Tarakwane. Tuanzie hapa. Nini kilichokushawishi kuingia katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na kwa nini ukaamua kutumia mfumo wa zero grazing? Maana unajua kulisha ng'ombe, kutembeza ng'ombe mpaka pale chini, ule ng'ombe atafika kama amechoka na unahitaji kukamua. Sasa jamani, ile nguvu yote ng'ombe ambayo ametumia kuanzia huko chini mpaka hapa ndio maziwa inapungua. Sasa inabidi niliamua tu kufanya zero grazing ili angalau nipate mapato. Niambie ng'ombe nipeleke huko chini. Unajua ule mkulima anasemanga acha nipeleke ng'ombe wapi? Nilishe pale chini. Nikipandisha angalau nitapata kitu. Lakini amekosea. Hajijua ya kwamba amekosea. Ng'ombe inahitaji, hata kama usipofanya kama mimi hapa, wewe funga tu ng'ombe yako pale atembee. Na ulishe ng'ombe, patie maji na in time. Kila kitu kuna wakati wake. Je, ng'ombe unaowafuga ni mali yako binafsi au ni sehemu ya mradi wa familia? Tupe simulizi fupi ya ulivyoanza safari hii ya ufugaji. Nilifanya ile inaitwa kuongea. Kuongea, tukaizikizana na tukaelewana. Kaambia ya kwamba utakapofanya kazi pengine upande wa pili, wacha mimi nishughulike wapi? Hapa. Ndio tukaamua, tukaendelea. Ndio sasa tuko hapa sasa. Nilianza juzi. Nilianza tu nilipomaliza shule. Najua ile kijana kusema acha nimalize shule angalau nipate kazi. Hata mimi nilikuwa ile ya kusema kazi ya nyumbani no. Heri nitoke. Ndio nilikaa one time. That time hizi ng'ombe zilikuwa zinatoka. Hizi ng'ombe zilikuwa inaenda kwa pale chini, kwa pale. Sasa kwa kukamua jioni na production umeenda loss. Na ng'ombe tena inakoncheka. Sasa nikakuja sasa tukaongea, tukasikizana. Ndio tukaanza. Mzee sasa amenishika, amenisaidia yani. Kisikia yani. Yes. So mzee pale popote alipo tunasema abarikiwe. Kama ameshika kijana atamuonyesha. Vijana wengi wanapomaliza masomo huona kilimo na ufugaji ni shughuli za wazazi wao. Wewe nini kilichokufanya uione sekta hii kama fursa ya kujitegemea mapema? Kilimo, na ndugu yangu nikwambie leo. Kilimo si ng'ombe pekee. Kilimo si kusema nimeenda kulima shamba. Kilimo ni kufanya yale moyo wako inapenda. Kujitolea. Kama sasa mimi niliamua kufuga ng'ombe. Hata kama mwingine anaamua kufuga mbuzi, kondoo, ni kilimo. Bora inaleta ni faida. So kijana, kama umemaliza shule na unaona mbele akuendeki, rudi tu chini. Naam, safari yako ilianza moja kwa moja na ng'ombe wa aina ya Friesian au ulianza na aina nyingine kabla kufikia hawa unaowafuga sasa? Ambayo nilianzia kwanza, nilianza ile ng'ombe ya nyumbani. Wale ng'ombe tu venye zilikuwa. Sasa nikapanda. Ndio sasa niliamua, nikafika mahali nikasema angalau acha nitumie AI ile yani kabisa ya ng'ombe. Ndio sasa nikafika sasa mpaka hapa. Kwa nini uliamua kuchagua ng'ombe wa aina ya Friesian badala ya aina nyingine za maziwa? Ni sifa zipi zinazokuvutia?
tusiangalie ng'ombe juu ya maziwa, tuangalie ng'ombe kwa vitu vingi. Ng'ombe wa maziwa, nyama, nafaa tuangalie kwa huyu ng'ombe. Sasa hata nikiita mtu jameni, niambie kuja niangalie ng'ombe wangu, huyu mtu atakuja kufurahia. Like sasa jamaa amepambana. Kwa mtazamo wako, mfumo wa zero grazing una faida zipi ukilinganishwa na ufugaji wa ng'ombe wanaochungwa malishoni? Maana unajua kulisha ng'ombe, kutembeza ng'ombe mpaka pale chini, ule ng'ombe atafika kama amechoka na unahitaji kukamua. Sasa jameni, ile nguvu yote ng'ombe ambayo ametumia kuanzia huko chini mpaka hapa ndio maziwa inapungua. Sasa inabidi niliamua tu kufanya zero grazing ili angalau nipate mapato. Sasa ukiniambia ng'ombe nipeleke huko chini, unajua ule mkulima anasemanga acha nipeleke ng'ombe wapi? Nilishe pale chini. Nikipandisha angalau nitapata kitu. Lakini amekosea. Hajijua ya kwamba amekosea. Ng'ombe inahitaji, hata kama usipofanya kama mimi hapa, wewe funga tu ng'ombe yako pale atembee. Kwa mkulima anayelenga kupata faida katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ni mambo gani muhimu anayopaswa kuyazingatia kila siku? Anza ukiwa kidogo kidogo, ujaza kibaba pale chini. Hakuna shughuli ya kilimo isiyo na changamoto. Je, ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo katika safari yako ya ufugaji na umezikabili vipi? Changamoto ya kwanza, unaweza pata ng'ombe kama matiti, unaweza pata ng'ombe sometimes like sasa mtu ule anasema acha niambie leo ng'ombe zitoke. Kuna ule kupe ambao wanapenda kunini ng'ombe. Kuna termites hii inzi. Kuna uharibifu. Kuna inzi mharibifu anaharibu ng'ombe macho. So ni changamoto. Sasa changamoto hiyo sasa hautashughulikia mwenyewe mpaka uingie wapi? Huko. Iwapo kuna mtu anayetaka kuanza ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa mfumo huu wa zero grazing, ungemshauri aanzie wapi na maandalizi gani muhimu anayopaswa kuyafanya? Usafi ya ng'ombe ya kwanza, kitu ya kwanza, zile kama hao ng'ombe sasa wanakula, ungekuwa unafanya wapi usafi pale ndani? Na usafi haifanywi useme saa 3 hivi saa 4. No. Ukishamaliza kukamua ng'ombe, uwape chakula. Alafu uanze wapi? Usafi. Yaani kila siku kila siku. Hiyo ni kama routine sasa. Akusema usipokunywa chai leo utafanya kazi. No. Hata unaanzia wapi chai? Sini hapa. Ndio ukamue ng'ombe ndio uende utengeneze chai sini hapa. Sasa anza usafi, baadaye ukuje tu utengeneze kila kitu ikuwe shwari. Lishe bora ndiyo msingi wa uzalishaji mzuri wa maziwa. Wewe umejipangaje kuhakikisha kwamba ng'ombe wako wanapata chakula cha kutosha na chenye virutubisho vinavyohitajika? Unajua sasa ndio ninajitengenezea nyasi. Napanda, kuna Super Napier, na kuna Fang Chuan, kuna Aujina. Haya, kuna Papo, Super Napier, na sometimes ndio naingianga pale kununua hay. Ndio umeona sasa ndio mixed. Sasa mixed hay. Hii hay na Super Napier. So umechanganya. Nimechanganya. Umesema hay umenunua na Super Napier. Super Napier nayo ndio nimeingia shambani kupanda sasa. Tutakuwa tukielekea huko. Tuone upanzi wake. Na utatueleza faida kwa nini. Super mpaka Brigeria niko. Naam, tuangazie bei ya maziwa kwa sasa ikoje katika soko, na je, inamwezesha mfugaji kupata faida anayostahili? Tunaongoza. Mbona tuone kama tunaongoza lakini hatuoni matokeo. Sasa tuongezewe basi mpaka bei. Hata angalau 60. Angalau itakuwa afadhali kuliko. Haina haja nikamue hii ng'ombe mara 3 aniende pale anipate ni.
Kwa siku unakamua ng'ombe wako mara ngapi na ni mambo gani huzingatia ili kuhakikisha ubora wa maziwa unabaki kuwa kiwango cha juu? Mara tatu. Ya. Asubuhi, saa 12 kamili, saa 5:30, alafu saa 1 jioni. Mara tatu. Ng'ombe moja labda kwa lita tukijumlisha labda kwa siku moja. Hiyo ni ng'ombe unaweza pata lita 10. So wakiwa watatu watakupatia zako 30. Nimeona banda lako limegawanywa katika sehemu mbalimbali. Hebu tueleze umuhimu wa mpangilio huu katika ustawi na afya ya ng'ombe. Pumzikia usiku, hata mchana wakihitaji kupumzika wanaingia hapa. No stress. Pia nimeona ng'ombe wako wamewekewa madini ya chumvi. Madini haya yana umuhimu gani katika ukuaji, afya na uzalishaji wa maziwa? Anasema calcium. Madini ya calcium ya ng'ombe. Ndio maana niliweka huko. Huyu ng'ombe atakapopumzika hapa kusimama atalamba. No stress. Hakuna kusumbuana na mwingine. Hakuna kubambaniana. Yapo. Mifupa, maziwa. Unajua hata wewe za zile Asante sana Vini wa Tarakwani kwa kutega muda wako na kushiriki nasi maarifa na uzoefu wako kuhusu ufungaji wa ng'ombe wa maziwa kwa mfumo wa zero grazing. Na wewe mkulima, natumai umejifunza kwamba ufugaji wa kisasa si tu njia ya kujikimu, bali pia ni biashara yenye uwezo mkubwa wa kuongeza kipato endapo utaendeshwa kwa maarifa, nidhamu na matumizi ya mbinu bora. Wiki ijayo tutaendelea na sehemu ya pili ya makala haya, ambapo tutaingia shambani kujifunza kuhusu uzalishaji wa malisho bora, hususan Super Napier na Purple Super Napier na jinsi yanavyosaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa. Hadi wakati huo, mimi ni Kamau Waithaka nikikuletea makala ya Kilimo Leo kupitia Wingu Radio.